Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi na karibuni katika mwendeleo wa somo letu hili la kitabu cha Wakorinto, ambapo tunaendelea kuzungumza kuhusu habari za kitabu cha Wakorinto sura 12 na tunaona karama hizi moja baada ya nyingine. Na ukiangalia vizuri katika kitabu chetu cha Wakorinto ambacho tunakisoma kila siku, Wakorinto wa kwanza kwenye sura yake ya 12 inaongea masuala ya karama na masuala ya umoja wa mwili wa Kristo, na tumeanza kwenye hii hatua ya kwanza ya karama za kiroho. Ni muhimu sana kwa Wakristo kuelewa vizuri hizi karama za kiroho na utendaji kazi wa karama moja baada ya nyingine. Ndio maana tumeanza kabisa na karama ya neno la hekima, tukaingia na karama ya neno la maarifa, tukaingia na karama ya imani, tukaingia na hivi sasa nafikiri tunaanza karama ya matendo ya miujiza. Jana tuliongea kuhusu karama ya uponyaji. Hivi tunaingia kwenye karama ya matendo ya miujiza. Nisome kidogo hapa katika Wakorintho wa kwanza 12 na mstari wake wa ngapi? Nianze kwenye mstari wake wa 4. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule, na mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza. Okay, leo tuko hapo kwenye matendo ya miujiza. Karama ya matendo ya miujiza. Ni matendo mengi ya miujiza kama unavyoona, kama ilivyoandikwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12, na ni muhimu kwanza katika ile swala la matendo ya miujiza kuwaonyesha tofauti kati ya miujiza, muujiza na ishara. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakichanganya watu sana. Muujiza ni nini na ishara ni nini? Sisi Roho Mtakatifu amefaulu kutuonyesha maana hiyo. Neno la wakati, ujumbe wa wakati umefaulu kutuonyesha tofauti kati ya muujiza na ishara. Nianze kwanza na ishara. Ishara ni nini? Ishara ni kitu chochote, jambo lolote ambalo limetukia kwa ajili ya kuleta ujumbe fulani kwako. Ishara ni alama ya ujumbe fulani. Ishara ni alama ambayo inakuja ili kukusisimua. Lengo kubwa sio ishara lenyewe, lakini lengo kubwa ni ujumbe ulio nyuma ya hiyo ishara. Nafikiri unaelewa vizuri. Ishara kwa lugha ya Kiingereza ndio inaitwa signs, yani alama. So hiyo alama inabeba ujumbe, inabeba message. Kwa hiyo sasa kikubwa sio hiyo alama unayoona, ila kikubwa ni ujumbe ulio nyuma ya hiyo alama. Na ile ishara iko pale, inawekwa pale ili kusisimua akili zako. Baada ya wewe kuona ile ishara, akili zako zisisimuke, ndiposa uelewe ujumbe ulio nyuma ya hiyo ishara. Kwa hiyo ishara inabeba ujumbe, na kitu muhimu ni ujumbe. Ni sauti ya ishara. Katika lugha nyingine nzuri sana ya Kibiblia, ile sauti ya ishara iliyo nyuma, sababu kila sauti ina ishara. Kila ishara ina sauti. Mungu hawezi toa ishara ambayo haina sauti. Kwa hiyo ishara inapokuja, nyuma ya ile ishara kuna sauti. Sasa kikubwa sio ile ishara, bali kikubwa ni sauti iliyo nyuma ya ile ishara. Sababu kila ishara inapokuja, yani nyuma ya hiyo ishara kuna kitu kinaitwa sauti ya ishara. Wacha nianze mifano kabisa ya kawaida ili watu waelewe vizuri. Katika barabara zetu, mfano, katika barabara kuna kitu kinaitwa ishara za barabarani. Na katika barabara ishara ni nyingi sana barabarani. Nitoe ishara gani? Nitoe ishara ya mtelemko mkubwa. Kama mbele kuna mtelemko mkubwa, dereva ambaye kabisa anajua ishara za barabarani, wanaweka kakitu sijui ka ishara fulani ambako katakuonyesha, wanaweka kwa kabango pale,
na kwenye ile bango wanaweka kitu kama vile picha ambayo inaonyesha kwamba mbele kuna mteremko mkubwa. Kwa hiyo sasa kitu kikubwa zaidi sio ile bango. Kitu kikubwa zaidi ni ule ujumbe ulio nyuma ya lile bango. Ujumbe ulio nyuma ya lile bango unakwambia ya kwamba mbele kuna mteremko mkubwa. Kwa mfano, uko barabarani, kama mbele kuna daraja, sawa, utaona wanaweka bango, na kwenye lile bango wanaandika pale, wanakuwekea picha ya daraja kwamba mbele kuna daraja, na daraja hilo ni daraja ndogo. So ishara tunazoziona barabarani ni alama tosha ya sisi kuelewa nini maana ya ishara. Kwa hiyo ishara ni jambo ambalo linawekwa au linatukia ili kukusisimua wewe akili uelewe ujumbe ulio nyuma ya hiyo ishara. Sababu kila ishara ina sauti, kila ishara ina ujumbe wake ambayo imebeba nyuma ya hiyo ishara. Na pale sasa Mungu naye anapoleta ishara, lengo kubwa sio lile ishara, bali lengo kubwa ni wewe usikie sauti iliyo nyuma ya hiyo ishara. Kwa mfano, unatembea barabarani, unatoka sijui Morogoro unaenda Dar es Salaam. Utakuta bango linaandikwa Dar es Salaam kilomita 20 Dar es Salaam. So lengo sio wewe uone tu kilomita 20 Dar es Salaam, ila lengo ni kwamba uelewe baada ya kilomita 20 utafika Dar es Salaam. So ile ishara ina sauti, na ile sauti itaongea ndani yako. Yani wewe utakaposoma tu ile ishara, utakapoona ile ishara, utaelewa baada ya kilomita 20 nitafika wapi? Barabarani. Kwa hiyo unaelewa ishara ni nini. Sasa hapo ushaelewa mwenyewe. Sasa ushaelewa kwamba ishara ni alama inayokupa sauti ya ujumbe fulani, na kila ishara ina sauti yake. Twende katika maandiko. Katika maandiko, mfano mzuri ni kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wake wa 8. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 8, wacha tukapasome. Kutoka sura ya 4 mstari wake wa 8. Maandiko yanasema hivi, nasoma katika jina la Yesu Kristo. Basi itakuwa wasipokusadiki wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza. Hapo sasa mnaelewa. Ukianza kusoma Kutoka sura yake ya 4 kuanza mwanzo, utaelewa kila ishara ilikuwa na sauti. Hebu nipasome usikie vizuri. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema, Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyoosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wake kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa una ukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudi hali ya mwili wake. Basi itakuwa wasiposadiki wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Ishara ya kwanza ni ipi? Ni ile kutupa fimbo chini ikageuka nyoka. Ishara ya pili ni ipi? Ni ile kuweka mkono katika kwapa na linageuka kuwa na ukoma. So sauti ni gani nyuma ya Musa? Kwa hiyo kitu kikubwa sio tu Musa kutupa fimbo chini, lakini kitu kikubwa ambacho Farao angeelewa ni sauti iliyo nyuma ya lile ishara. Kila ishara inakuja na sauti yake. Ishara ya kwanza ilikuwa na sauti. Mungu akamwambia Musa, wasiposikia sauti ya hiyo ishara ya kwanza, watasikia sauti ya ishara ya pili. Ishara ya pili ni nini? Ni kuweka mkono kwenye kwapa, unapata ukoma, tena unautoa, unakuwa mzima. Kwa hiyo ninachotaka kuonyesha hapa ni nini, wapendwa? Ishara ni alama fulani, ni kitu fulani ambacho kinatokea ili kukuletea ujumbe maalum. Na jambo kubwa katika ishara sio lile ishara lenyewe, bali jambo kubwa katika ishara ni sauti iliyo nyuma ya ile ishara. Sasa sauti gani ilikuwa nyuma ya hizi ishara za Musa? Hizi ishara za Musa, nyuma kulikuwa sauti inayosema, ni mimi Mungu nimemtuma Musa.
Kwa ishara hizi ambazo Mungu amefanya hapa, naomba Farao na wana wa Israeli muelewe ya kwamba ni mimi Mungu nimemtuma. Nyuma ya Musa kulikuwa nyuma ya zile ishara za Musa kulikuwa sauti inasema ya kwamba ni wakati wenu wa ukombozi, nimemtuma ili aje awakomboe. Nyuma ya zile ishara za Musa kulikuwa sauti. So Farao yeye akashindwa kuelewa ile sauti. Kwa hiyo Mungu anapofanya ishara, lengo kubwa sio ile ishara, lengo kubwa ni sauti iliyo nyuma ya ile ishara. Kwa hiyo hapo nafikiri mnaelewa ishara ni nini. Ishara ni tukio fulani, ni jambo fulani ambalo linatokea ili kuvuta usikivu wako uelewe sauti iliyo nyuma ya hilo ishara. Kwa hiyo kila muujiza unaweza ukawe ishara pia. Kwa hiyo Mungu anaweza akalete muujiza kwako ili iwe ishara. Ishara gani? Ili iwe ishara ya wewe kusikia sauti iliyo nyuma ya huo muujiza. Mnaelewa ishara ni nini? Kwa hiyo ishara sio tu kulifurahia ishara. Kwa hiyo unapoona ishara, usifurahie tu ishara, ila sikiliza sasa sauti iliyo nyuma ya hiyo ishara. Kwa mfano, unapokuwa unatembea barabarani, unafika mahali wanawasha taa. Zile kuwasha taa ni ishara. Ni ishara inakwambia ya kwamba simama, kuna gari zingine ambazo zitapita hapo mbele. Hiyo ndio sauti iliyo nyuma ya ile ishara. Taa kuwaka ni ishara, ni alama, ni ishara. Sasa hiyo ishara inakwambia nini? Hiyo ishara inakwambia simama. Sauti iliyo nyuma ya hiyo ishara sasa atakuwaka. So usifurahie tu, taa zimewaka barabarani, taa zimewaka barabarani, taa zimewaka barabarani, ndio unawasha gari yako unaenda, utafanya ajali. Nafikiri unapata vizuri hapa. Najaribu kueleza ili kwa ngazi ya chini ili kila mtu anielewe. Kwa hiyo taa zinapowaka barabarani, kikubwa sio kufurahia taa zimewaka barabarani, ila kikubwa ni kusikiliza sauti iliyo nyuma ya hiyo ishara ya taa kuwaka barabarani. Na sauti iliyo nyuma ya hiyo ishara ya taa kuwaka barabarani ni kwamba simama, kuna gari zingine zinapita mbele yako, ukienda utafanya ajali. Na ukisikia sauti iliyo nyuma ya ishara, hapo sasa ndio utapata umuhimu na faida ya kutii ile ishara. Nafikiri mnanipata vizuri. Kwa hiyo Mungu anapokuja anaponya mgonjwa ni ishara. So tatizo sio tu kufurahia mgonjwa amepona, lakini kikubwa zaidi ni kufurahia sauti gani iliyo nyuma ya hii ishara. Sababu mgonjwa kupona tu haitoshi, bali inachotosha ni sauti iliyo nyuma ya hii ishara. Kwa mfano mzuri hapa, kulikuwa na ndugu mmoja alikuwa anaumwa sana. Ni kijana mmoja hapa nyumbani kwetu, ni mfanyabiashara. Aliumwa sana, ameenda kutibiwa Dubai, haikuwezekana. Ameenda kutibiwa India, haikuwezekana. Hiyo ni kwa mujibu wa maelezo yake yeye. Kwa hiyo akawa analialia, anasema jamani, nitapona nini? Mbona nakufa? Mbona nakufa hivi na watu wanaona? Mbona nakufa na watu wanaona? Kwa hiyo akafika hivyo, katika akaongea kwa umoja miongoni mwa waumini wa kanisa letu. Huyo mtu akaja akaniambia, mzee, ninaomba uende mahali fulani, kuna mtu atikisiki kitandani, ametibiwa kila kona, haiwezekani, nenda ukamwombee, wenda anaweza akapone. Nikamwambia haina shida, twende. Tukaenda mimi pamoja na huyo kijana, nikaita na wandugu wengine 2 watatu. Kwa hiyo tukaenda tukafika pale nyumbani kwake. Kweli nimemkuta yuko kitandani, mtu yuko hoi. Nikamuuliza ni nini? Akaniambia, mchungaji, nina shida kubwa, nimeenda kupimwa kwenye mahospitali yote, ugonjwa hauonekani. Nimeenda India, nimeenda Dubai, nimepimwa, ugonjwa hauonekani. Lakini hivi nasikia hali inazidi kuwa mbaya sana, ni kama vile nataka kufa. Kwa hiyo naomba unisaidie. Nikamwambia haina shida, sisi tutakuombea, Mungu atakuponya, lakini nataka uniahidi, je, ukipona utaokoka? Sababu Mungu atakuponya. Akasema, mchungaji, Mungu aniponye kwa hali hii nikose kuokoka? Akaniambia hivi, tangu nizaliwe sijawahi kwenda kanisani. Tangu nizaliwe tumboni mwa mama sijawahi kwenda kanisani. Lakini ninakuahidi mchungaji, Mungu akiniponya nitaenda kanisani. Nikamwambia kwa ahadi hiyo uwe mwaminifu. Akasema nitakuwa mwaminifu. Sawa, tuombe basi. Akakaa pale alipo, mimi nikamsogelea, nikamwekea mikono, nikaomba. Nikamaliza kuomba, bahati nzuri akapona pale pale. Akasimama, akasema wow, sijawahi kuona kitu kama hichi. Nimepona hivi tu. Hapa nimepona, nimesimama kitandani, na alikuwa hasimami kitandani. Akasema, nikamwambia Bwana akubariki. Kikubwa, nikamwambia hivi, kikubwa sio wewe kupona, kikubwa ni sauti iliyo nyuma ya uponyaji wako. Nyuma ya uponyaji wako kuna sauti kwamba uokoke, umkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wako.
Nyuma ya huu uponyaji kuna sauti ya kwamba umpe Yesu maisha yako. Akasema mchungaji, kesho nakuja kanisani. Na bila shaka kweli kesho akaja kanisani. Kesho yake pia akaja kanisani. Alifanya kama wiki anakuja kanisani. Baadaye akapotea kabisa, mpaka hivi leo hajaji tena kanisani. So unaona, alishindwa kutii sauti iliyokuwa nyuma ya ishara. Yeye alifurahia tu ishara, amepona. Akasahau ya kwamba nyuma ya uponyaji wake kuna sauti inayomwambia aokoke. Nafikiri mmeelewa ishara ni nini. Sasa muujiza ni nini? Sababu fundisho somo letu leo ni karama ya matendo ya miujiza. Nimeona nilete kwanza tofauti ili kwamba msiwe kwenye confusion kati ya muujiza na ishara. Sasa muujiza ni nini? Muujiza hii sasa ni karama ya Mungu ambayo nguvu za Mungu zinaingilia kati na kubadili asili ya maumbile ili kutimiza mapenzi makamilifu ya Mungu katika hali fulani. Unaelewa muujiza sasa? Muujiza ni karama, matendo ya muujiza ni karama ambayo ni nguvu za Mungu zinaingilia kati, na zinapoingilia kati zinabadili asilia ya maumbile ya kitu hicho na kuzihirisha nguvu ya Mungu na kutatua matatizo papo hapo. Amen. Kwa hiyo muujiza ni kitu kinabadili asili ya jambo fulani, utaratibu wa jambo fulani, ambao muujiza ni tofauti na uponyaji. Uponyaji mtu anaweza akapone polepole. Kwa mfano, mtu ana kidonda, unaombewa, unaambiwa umepona, lakini kile kidonda kinapona polepole. Lakini muujiza, kidonda kinapona pale pale. Yaani muujiza unaitwa muujiza pale unapobadili asili ya kitu fulani kutendeka. Niwape mfano wa muujiza. Ni kwenye harusi ya Kana. Kuna process ya kikemikali ili kwamba divai ionekane. Sawa? Kuna asilia fulani ya maumbili ili divai ionekane. Lakini sasa Yesu kwenye harusi ya Kana alibadili maji kuwa divai kwa papo hapo. Huo ndio unaitwa muujiza. Yaani kuliko jambo kufata kanuni ya asili, mchakato wa asili, process ya asili, nguvu za Mungu zinaingilia kati na kubadilisha ile process ya asili na kufanya na kutimiza jambo tofauti na taratibu ya asili, ya asilia. Mfano wa pili ni kukemea dhuluba. Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Sawa? Upepo ukaja. Yesu akasimama na kukemea dhuruba pale pale, na dhuruba kuisha. Huo ndio muujiza ambao unageuza asili ya tabia ya hali ya hewa. Sababu upepo auaga haukomi moja kwa moja, boom, upepo unaendaga unapunguka pole 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 pole, lakini Yesu kakatika, huo ndio unaitwa muujiza. Mfano mwingine ni Elia kushusha moto. Kimaumbili, kiasilia, huwezi ukashushe moto kutoka mbinguni lakini Elia alisimama na moto ukashuka kutoka mbinguni. Huo ndio muujiza. Mfano mwingine ni kufufuka kwa Lazaro. Miujiza ni mingi katika Biblia, tuweza kuimaliza. So huo ni muujiza ambao unabadili asilia, unabadili mchakato wa kiasilia. Kwa mchakato wa kiasilia huwezi kufufua mtu ambaye amekufa muda wa siku 4. Siku 4 si mtu ameshaoza. So kile kitendo cha kuongea Lazaro njoo, na kwa dakika hiyo hiyo, kwa sekunde hiyo hiyo, mifupa ikaanza kufanya kazi, macho yakaanza kufanya kazi, miguu ikafanya kazi, damu ikarejea, akili zikarejea kwa sekunde hiyo hiyo. Huo ni muujiza. Kwa sababu gani? Umegeuka tabia za asili za jambo fulani. Nafikiri mmeelewa sasa. So huo ndio unaitwa muujiza. Kwa hiyo muujiza ni nini? Muujiza ni nguvu za Mungu zinazoingilia kati na kubadili tabia za asili za jambo fulani kwa lengo la kutimiza madhihirisho ya nguvu za Mungu na kuleta suluhu kwenye tatizo. Na lengo la muujiza ni kuonyesha mamlaka makuu ya Mungu. Kuonyesha kwamba Mungu ana mamlaka makubwa mno, tena ya kipekee. Ndio lengo la muujiza. Kwa hiyo huo ndio unaitwa matendo ya miujiza. Hiyo nayo ni karama ya Mungu ya matendo ya miujiza. Kwa hiyo matendo ya miujiza ni nini? Ni kwa mfano ule uponyaji wa papo hapo, huo ni muujiza. Huo ni muujiza, I'm telling you. Yaani unaombea mtu amekuja anavimba.
papo hapo unamwombea na papo hapo mtu anakuwa sawasawa. Huo ni muujiza. Unaombea mtu amevimba hapa. Kuna mama mmoja nilimwombea hivyo, alikuwa anavimba hapa, kwa Kifaransa tunaita guapa, hapa kwenye shingo. Unaweka mkono wako hapo hapo na shingo inakuwa vizuri hapo hapo. Huo ni muujiza. Mtu anakuja haoni, kuna process ili kwamba huyo mtu aweze kuona, lakini unamwombea papo hapo na macho yanakuwa vizuri papo hapo. Huo ni muujiza. Wenda alikuwa na kale cataract, sio unahitaji kale kanazuia macho yasione vizuri, ka kitu kama kaukungu fulani. Unamwombea hapo hapo na kale kaukungu kanaondoka hapo hapo na mtu anaona vizuri. Kwa kawaida kale kaukungu lazima uende hospitalini, wakatoe polepole, wakuweke bandage huku, ufanye siku moja siku mbili wanaondoa. Lakini sasa unaombea hapo hapo na kaukungu kanaondoka na mtu anaanza kuona vizuri. Huo ni muujiza. Muujiza ni nini? Hii ni karama ya Mungu ambayo nguvu za Mungu zinaingilia kati na kubadili sheria ya asili ili kutatua tatizo kwa kudhihirisha nguvu za Mungu aliye juu. Huo ndio unaitwa muujiza. Sasa hayo matendo ya miujiza ni mengi 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 sana. Nafikiri watoto wa Bwana mmeelewa nini maana ya matendo ya miujiza. Bwana awabariki. Hiyo ndio karama ya matendo ya miujiza. Tunasoma karama moja baada ya nyingine mpaka tuzimalize zote 9 na muzielewe zote 9. Kwa hivyo una uwezo wa kuona jambo na kusema huu ni muujiza. Una uwezo wa kuona jambo na kusema hii ni ishara. Nimesema pia kwamba kila muujiza unaweza ukawa ishara, lakini sio kila ishara ndio muujiza. Hapana, sio kila ishara ndio muujiza. Kuna mambo mengine sio miujiza na ni ishara. Asante. Bwana